moja ya kipaumbele cha watu wenye akili, moja ya kipaumbele cha watu wenye akili. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yako yafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwenye maisha watu wote walio makini huwa wanaishi kwa vipaumbele. Manake kuna mambo ambayo huwa wanayapa uzito zaidi kuliko mambo mengine. Watu wote waliofanikiwa, watu ambao wanaishi kwa vipaumbele. Kuna mambo ambayo kwenye maisha yao wanayapa uzito zaidi, wanayapa nafasi kubwa zaidi kuliko mambo mengine. Huwezi ukayapa uzito mambo yote sawa sawa. Kuna mambo ambayo ni ya muhimu zaidi, kuna mambo ambayo yanahitaji kupewa nafasi ya kwanza. Kwa leo tutaangalia moja ya kipaumbele cha watu wenye akili, moja ya kipaumbele cha watu wenye akili. Na ninapozungumzia watu wenye akili, nazungumzia moja kwa moja pia na watu ambao wamefanikiwa kwenye maeneo mbalimbali, iwe kwenye biashara, iwe kwenye huduma, iwe kwenye maeneo wamefanikiwa kwenye maeneo mbalimbali. Sasa ni vyema kujua moja ya kipaumbele chao. Mtu yoyote aliyefanikiwa ni watu ambao wanaishi kwa vipaumbele. Hawayapi mambo yote uzito sawa. Kuna mambo ambayo ni ya muhimu zaidi kwenye maisha yao, na hayo ndio ambayo inatumia muda mwingi, wanatumia muda mwingi zaidi kuliko mambo mengine. Kuna watu wengine wameyapa kipaumbele mambo ambayo yana msingi, wala hayajengi maisha yao baadaye, hayatengenezi future yao. Wengine wameweka kipaumbele hayo. Tunaposoma kwenye Mithali 10:14, maandiko yanasema kwamba watu wenye akili huweka akiba ya maarifa. Watu wenye akili huweka akiba ya maarifa, bali kinywa cha mpumbavu ni uangamivu ulio karibu. Kwa Mithali 10:14 inajaribu kuonyesha moja ya kipaumbele cha watu wenye akili. Kwa maandiko anasema kwamba watu wenye akili huweka akiba ya maarifa. Na anaposema kwamba huweka akiba ya maarifa, anamaanisha nini? Kwamba ni watu ambao wamewekeza katika kuboresha ufahamu wao, watu ambao wamewekeza katika kusoma. Wanasoma vitabu ambavyo vinaboresha akili zao, wanasoma vitabu ambavyo vinawafanya wawe bora zaidi. Ni watu ambao wanajifunza siku zote, ni watu ambao wanasoma siku zote, ni watu ambao wanajiongezea ujuzi siku zote, wanajiongezea maarifa siku zote. Kumbuka, akili zetu zinahitaji kunolewa. Kuna mambo mengine ambayo unatumia nguvu nyingi sana kwa sababu ya kukosa maarifa. Right, ungetumia muda mwingi kwenye kutafuta maarifa. Right, ungetumia muda mwingi kwenye kutafuta ufahamu. Hayo mambo ambayo unatumia nguvu nyingi, ungetumia nguvu chache. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba ikiwa chuma hakipati, maana ikiwa chuma ni butu, basi mtu anayetumia hana budi kutumia nguvu nyingi. Ukiwa na panga lililo butu, utatumia muda mwingi kukata mti. Ukiwa na shoka iliyo butu, utatumia muda mwingi kukata mti. Lakini watu wenye hekima wanatumiaga muda kunoa, ili atakapokwenda msituni basi anatumia muda mchache. Kwa maandiko anasema kwamba watu wenye akili huweka akiba ya maarifa. Kwa moja ya kipaumbele ambacho watu wenye akili, watu waliofanikiwa kwenye maeneo mbalimbali, ni kuwekeza kwenye kutafuta maarifa. Wanaweka akiba ya maarifa. Kila unaposoma kitabu chochote kile ambacho ni kizuri, ambacho kinakujenga, ambacho kinakufanya uwe bora zaidi, ni kama vile unaweka akiba ya maarifa ambayo yatakayo kusaidia kufika kule ambako unatamani kufika. Kwa moja ya kipaumbele cha watu wenye akili, moja ya kipaumbele cha watu waliofanikiwa kwenye maeneo mbalimbali, wamewekeza kwenye kutafuta maarifa, wamewekeza kwenye kusoma. Adui mkubwa wa watu wa binadamu ni ujinga. Kumbuka wakati tulipopata uhuru, Nyerere alikuwa anashughulika na maadui watatu. Mojawapo ni ujinga, maradhi na umaskini. Kwa ujinga ni adui.
Na ndio maana watu wenye akili watu wenye akili wanaweka akiba ya maarifa, wamewekeza katika kusoma. Haipiti siku bila kusoma kitabu ambacho kinawafanya wawe bora zaidi, wawe bora zaidi, wawe bora zaidi. Na eneo hili watu wengi wameshindwa katika eneo hili, na wanashangaa kwa nini wanakwama kwenye maeneo mengi. Tunakwama wakati mwingine kwenye maeneo mengi kwa sababu hatuna maarifa ya kutosha kwenye hilo eneo. Watu wenye akili huweka akiba ya maarifa, wanajinoa kila siku, wanasoma kila siku vitabu vizuri. Sisemi kwamba wanasoma magazeti ya udaku, wanasoma vitabu vizuri ambavyo vinawajenga, vitabu vizuri ambavyo vinanoa akili zao, vinanoa ufahamu wao, vinawafanya kwamba wawe bora zaidi, vinawafanya kwamba wawe ni up to date. Ni up to date. Tunaposoma kwenye Mithali 4:7, maandiko yanasema kwamba bora hekima, na kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Bora hekima, kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Maanake tenga kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya kutafuta maarifa, kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kununua vitabu. Tenga. Sasa kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Nasema bora hekima. Bora hekima. Moja ya kipaumbele cha watu wenye akili, kipaumbele cha watu wenye akili ni kuweka akiba ya maarifa, ni kusoma vitabu, ni kujifunza kwa watu waliofanikiwa, ni kusikiliza YouTube za watu waliofanikiwa, ni kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa. Ikiwa wameandika vitabu, wananunua vitabu vyao. Ikiwa wanafundisha kwa njia ya mitandao, wanasikiliza mafundisho yao. Asa bora hekima, naam, kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Tafuta ufahamu. Tunakwama kwenye maeneo mengi kwa sababu hatuna maarifa ya kutosha kwenye hilo eneo. Maarifa ambayo unajifunza leo yatakusaidia siku za mbele, ndio ambayo yanakufanya uwe bora zaidi, ndio wakati mwingine yanakutofautisha wewe na watu wengine. Na ndio maana sasa bora hekima, naam, kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Wekeza katika kusoma vitabu. Wekeza katika kusoma vitabu. Wekeza katika kujifunza. Tamani kujua hicho unachokifanya. Iwe ni biashara, tamani kuijua hiyo biashara vizuri kwa kusoma vitabu vya watu ambao wamefanikiwa kwenye biashara. Iwe ni kilimo, tamani kujua vizuri kwa habari ya kilimo. Iwe ni ufugaji, tamani kujua vizuri kwa habari ya ufugaji. Kumbuka hatufanikiwi. Kumbuka kwamba tunafanikiwa kwa kuzijua kanuni. Ukizijua kanuni za biashara, utafanikiwa kwenye biashara. Ukijua kanuni za ufugaji, utafanikiwa kwenye ufugaji. Ukifanikiwa kanuni za kwenye huduma, utafanikiwa pia kwenye huduma. Hosea 4:6 anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sema watu wangu wanaangamizwa, ni watu wangu, lakini wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na hii changamoto kwenye mwili wa Kristo. Watu wengi waliookoka, watu wengi wa Kristo hawajawekeza kwenye kutafuta maarifa. Na wakati mwingine wanafikiri kwamba watafanikiwa kwa kuomba. Kuomba peke yake bila kuwa na maarifa ya kutosha hakuwezi kukusaidia. Hakuwezi kukusaidia. Hakuwezi kukusaidia. Na kumbuka pia ni hatari kubwa kufanikiwa bila kuwa na maarifa ya kutosha. Ni hatari kubwa kufanikiwa bila kuwa na maarifa ya kutosha. Kuna watu wengine walipofanikiwa wameachana hata na wokovu, wameikana imani, wamerudi nyuma kwa sababu wamefanikiwa wakati bado wakiwa hawana maarifa ya kutosha juu ya Mungu, hawana msingi imara juu ya Mungu. Ndio maana tunaposoma kwenye Mithali 1:32, maandiko yanasema kwamba na kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza. Kwa ni hatari kupata mafanikio wakati hauna maarifa ya kutosha. Na ndio maana wenye akili huwekeza katika maarifa ili watakapofanikiwa maarifa walionayo yawezeshe kuendelea kuongezeka. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu aachilie kiu ya kujifunza ndani yako. Mungu akuachilie shauku ya kutafuta maarifa ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment. Washirikishe marafiki zako unaowapenda kama mbarikiwa na mafundisho haya. Mungu nakubariki.
katika jina la Yesu, amen.